contaminés par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Wandugu wapenzi, hamjambo, karibuni wote kupata habari yetu kwenye lokapora tukufu ya Kiswahili. Kwa kwanza habari yetu tumambia ya kwamba wakaaji ya siteje Kamain Musonoi yende kupatikana mtarafa ya Dila la Kolwezi wanatoa malalamiko yao wakubwa ya jimbo kuhusu vile ni wenye kuzingatiwa na wachimba madini wa shipo kuheshimu kodi ya kuepuka janga la virusi vya corona. Nao wanaomba tu msaada kwa wakubwa ya jimbo. Mengi ndani ya hii ripoti yake George Selemani. Inapatikana kwenye mkoa wa Konji, tena umezungukwa na miti. Sehemu mnapatikana nyumba za kulala, vilabu na kadhalika vya wachimba madini wanaotumika kwa uficho ndani ya siti ya Komisi na ni sehemu ya Musonoi. Hapo kunapatikana tena wanaouza madini. Sehemu hiyo hawaheshimu masharti ya ukingo wa virusi vya corona. Pombe za makali inayoitwa whisky na liqueur inauzishwa hadharani. Chakula nayo inauzishwa vile vile bila kufunika. Watoto wadogo wanazunguka huku na huku. Ni hapo wakaaji wa Musonoi wametoa maoni yao kufuatana na hayo, kwa sababu wamejikuta katika ukosefu wa usalama. Kwa corona tutakufa ibandeke mwa insecurity. Epito bantileta wa bandi merme karibu atulata la salama hapa talama masikio paka nje. Papa selisako tangarie kwa imamu. Ifasha kuikala bantu salama, batoshe bantu yao hapa babarudishe kule barikuya. Je, tunapenda. Ba sheke bale wote kwa masenka batakuya huku. She huku kuoshwe, hatuna naona tuangalia. Kwa upande wa wachimba madini wamesema kuwa hawana nafasi ya kutumikia. Vilima vyote vimekwisha uzishwa na kuchukuliwa na makampuni ya sehemu. Juu pule mama tuna na kilima ya kutumika tena. Hatuna kuleta tengiriria, tulenda mule makovu bele tubamba, tulenda ba ma prison. Tunge moyo mkomisi bele tubamba ma prison. Sebulema tunakuramble, komisi tusaidia kwa chara mule tunaanza kutumika. Chetu shi pas solution, mais je m'engage mons. On est comme maman moi, je suis capable de ba grésil pour que tunaiwa bien. Mulolaba, mu entreprise ko mingi. Haina shibuti tubatisha ku entreprise. Hapana. Ku bengine bale batingia ku entreprise, shi bengine atingia ku entreprise. Tuko besoin. Tuko naangaika beko na tufukusha paka. Guvernero paka angalie kwa hii mambo. Juu atukuri atuna namna ya kura, atuna na namna ya kazi nyingine, tutaiba, tutafanya je. Tuwajulishe kuwa watu hawa wanatokea sehemu mbalimbali kwa kutafuta madini. Ni hapo wanatafuta madini sehemu inayolundikwa madini ya kampuni Komisi. Tarehe 13 Juni, nchi ya kidemokrasia ya Kongo itasherekea miaka 60 ya uhuru, na vile vile Mlwalaba ile sikukuu haiwezi kabla kupita bule hata janga la virusi vya corona. Siku ya hii tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kulikuwa mkutano iliyoifanyika pale kwenye shule kuu ya hewa bora yenye kupatikana mtarafa ya Manika Kolwezi juu ya matayarisho ya ile sikukuu. Mengi ndani ya hii ripoti.
Nchi ya Kidemokrasia ya Kongo ni yenye kujitayarisha kusherekea sikukuu 60 ya uhuru. Kutokana na ile sikukuu, kuna tukio yenye kuitwa Fishball yenye kutayarishwa tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pale chumba ya mkutano Imakulata, na ile itaombwa vijana wote wa makundi ya kwa chana ya mji ya Kolwezi. Kule kila mtu ataweza kuleta onyo yake muhali ya kuweza ile sikukuu. Mkutano ni yenye kufanziwa siku ya hii tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kati ya vijana ya makundi ya kwa chana ya Kolwezi na wale wanapatikana ndani ya machama ya siasa, na ilikuwa ni kuchumba ya mkutano ya shule kuu Ewa Bora. Na ndani ya ile mkutano Feli Mbenga alfasiria mbele ya yote mahana na tukio ya ile sikukuu. Il faut kuprepare biana kujua mu contexte kani tulipata ile independence na kuechange na wakubwa wenyewe walifanya histoire kupitia magumu tulipata njoo kufika kufasi siku ya independence, na tutakuya na ba orateur banene kabisa. Tutakuya na Professeur Edouard Nawej, yeye atasemezea njoo ya maperipéties 60 ans d'indépendance après. Tutakuya na Governor Richard Moïse Mangès, yeye atasemezea njuu ya maaki manake heritage ile biana banaweza kuchunga njuu ya 60 ans d'indépendance après. Muhali ya kuheshimu mipango juu ya janga la virusi vya corona, wingi wa watu itakamatiwa, lakini watu wote wataweza kusherekea ile sikukuu manyumbani kwao, kwa sababu itapita kwenye maredio na matelevision yote ya jimbo ya Lualaba, na watu wataweza kuuliza na kupata majibu. Kutokana na fujo hiyo iliyopitikana pale mji kuu wa nchi ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa ya wa memba ya chama ya siasa UDPS siku ya pili na siku ya tatu, wafanya siasa wa jimbo ya Lualaba na wa mji wa Mkolwezi wanasema kuwa tajari wale wanapatikana mkundi ya FCC kutoka mawasiliano na kwenda maungano. Tuwafate walikuwa kwenye mikrofoni yake Patient Kabamba. Tulikuwa na choix kufanya entre cohabitation et coalition après ma élection en 2018. Joseph Kabila na Félix Tshisekedi wanasema non, ma cohabitation itletera poser ma problème. Nakumbuka mu 60 Kasavubu na Lumumba. Kasavubu na évoqué Lumumba na évoqué Kasavubu, crise institutionnelle entre parlement parce que parlement na katala pour recevoir candidature après ministre va voter quoi, va nommer quoi Kasavubu. On a kumbuka en 64 cohabitation entre Kasavubu na Moïse Tshombe. Moïse Tshombe a gagné majorité parlementaire, Kasavubu a gagné ego président de la République. À un moment donné, Kasavubu a fait mutosha Moïse Tshombe, a nommé Evariste Kimba. Majorité parlementaire il a katala, il a sema Chipara Tshombe. Pourquoi crise institutionnelle, deuxième coup d'état au bout. Député ego libre pour proposer n'importe quoi. Député ego libre. Anes vous proposer Léo sema Léo, tu as boulot à droite, tu as boulot à gauche. Ni liberté. Non, je suis tout à coalition. Mais là, qui ma acte, ma militant, il y a eu des pièces qui m'ont posé. Tout le monde dit ça comment bien, parce que les coalitions, c'est un mariage. On a Bibia, on a Bibi, Dieu a mambo kaloko, il y a un barabara, kubeba, kutia kusunini, kuita voisin, Dieu a pas accompagné chez Munyumba. Tu as raison de te poser la question, est-ce que le Bible est un ami ou mariage? Il y a comment tu as tchani. Je pense que tu as dit non, comment tu as tchani? Parce que si tu es prêt, tu as tchani. Pour revendiquer droit, il faut reconnaître la constitution et tout, mais tujue kwamba pale penye panaishia madroa yetu ndio panaanzia ya mtu mwingine. Na kweli tunakondane na kudeplore ile maakte yenye ilifanyika jana Kinshasa. Bien que bandugu balikuwa na revendiquer madroa yenye iko constitutionnellement reconnu, mais habakupasha kwenda kujiatake kumabitu ya batu ba individu no. Naomba kubandugu yote bakwe ba FCC, bakwe ba cash, il faut tuikale pamoja, tuongee kati yetu pour que tu résoudre tous les problèmes tuko nato na tuikale tena pamoja tuendeleshe kutumikia nchi ya Kongo ile yenye tulitika kuitumikia. Bale watu tulibasaidia, bo bana na majorité tubasaidia majorité baongoze nayo nchi, lakini bo kuliko kuongoza nchi wana prefer kupomona ile kidogo walipata beko paka na pomona. Mliona
pomona manyumba ya batu, kupomona parlement, kupika ba député maibwe, ni vitu vile shia tusobelee. Mo education ya balolabe atusobelee vya kupikana maibwe na bantu wakubwa. Hapana ni bonjo banatafuta kuyalabisha. Bonjo beko napikana maibwe, bonjo beko nachambulana, bonjo beko nasema vitu vyote vibaya kwa watu bila heshima. Kila tarehe 26 mwezi wa 6 ya kila mwaka dunia inasherehekea siku kuu ya kugombanisha dawa ya kulevya ama ile tunaita lugha ya Kifaransa drogue, kuhamasisha watu juu ya kuacha ile tendo, juu ya kuepuka mamalali moja ndio shabaha ya kusherehekea hii siku kuu hii mwaka. Mengi ndani ya hii ripoti. Drogue tunaweza kusema Swahili yetu ya kwetu tunaweza kusema bangi. Tusione paka bangi watu wanakuwa wanafuta paske kutumia bangi wala kutumia mfano ya bangi kwenye kuachanisha kule kuonesha kwa vijana wanakuwa wanajikuta wanafuta bangi, wengine wanajitwanga, wengine wanakuwa wengine kunatia ndani ya pua, ile kunakuwa kunaleta ubaya kabisa kwa vijana wale wanakuwa wanatumia. Na ubaya kabisa huko nafanya kwa mtu mwingine anakuwa anajikuta kusema anapotesha raison, anapotesha jugement parce que pour sous l'effet ya ile vitu vile vibaya. Na drogue kama tunaweza tena kurudia kwa kusema kuna kwa ndani ya medicine drogue ile tuko nakuwa na utilize juu ya kusaidia mtu mgonjwa generalement kama wengine wanashindwa kulala, mais vijana wengine wanatumia ile drogue tunaitilize ndani ya medicine kwa kuitumia kwa malimiti ile shetulisha prescribe wanaitambuka na wanafuta wala wanakunywa, ito nenda kufanya kwa kwa na jugement iko ya shiko kusaidia jugement iko tofauti na societe, na tunaweza kuwaomba na kuonesha sema wasimamishe ile maneno kasi ni maneno mbaya kabisa, ni maneno mbovu kabisa na itawapeleka kwa mabaya kabisa. Na kukisha habari yetu tunaambia ya kwamba tarehe 12 Juni ya mwaka 2009 mpaka hii mwaka tuko miaka 11 sasa tangu msanii mpiga muziki Michael Jackson alifariki. Yeye ni nani? Na kwa kupata jibu mfate ndani ya hii maelezo yake George Selemani. Hayati msanii mkubwa Michael Jackson amekwisha fariki, lakini amekumbukwa kupitia mziki wake. Alikuwa mtungaji mkubwa wa mziki, pia mchezaji mkamilifu. Alizaliwa mnamo tarehe 29 Agosti mwaka 1958. Anajulikana kwa msanii mkubwa wa mziki ulio bora dunia nzima, pia mchezaji mkubwa wa kina dhidi ya wenziwe. Yeye ni wa saba katika familia ya watoto 9. Alianza kuimba na ndugu zake alipokuwa na umri wa miaka 6 na alianza muziki wa kiprofesionali na umri wa miaka 11 kwenye gundi Jackson 5. Gundi hiyo iliyokuwa ikitungwa na ndugu zake waliomtangulia ama wakubwa zake. Alipiga muziki humo mpaka mwaka 1971. Ni hapo aliingia katika muziki mashuhuri. Na ni hapo tunafika mwisho wa habari yetu. Mkoa wengi mnatufuata maeneo nyingi ya kwa chana ya jimbo ya Lualaba, nanyi na niacha kwa kuonana siku hijayo. Kwaherini.